anafunga kiroho. Karibu chakula mwanangu. Tusali mama. Tusali, nimesahau na mawazo. Pole mama. Haya baba, tusali. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunaomba bariki chakula hiki kiweze kutupa nguvu na afya njema. Tunaomba haya yote kupitia jina la mwana mpendwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Kijana mdogo Mwanangu, naomba ujiandae kwa safari yako ya kesho. anafunga kiroho. Ili uweze kwenda kwa ndugu yako. Uweze kumpelekea salamu zangu na chochote ambacho tumejaliwa. Lakini mwanangu, nakuasa sana kwa ajili ya miji ya watu. Huko nakoenda mwanangu, kuna watu wazima, kuna watoto wadogo, na kuna ambao unalingana nao. Ili uweze kufanikiwa katika maisha, unatakiwa kuheshimu rika lote na uwapende wote. Usichague mwanangu. Usimpende ambaye anacho, ukamchukia ambaye hana. Naamini kabisa mafunzo ambayo nimekufunza na heshima niliyokufundisha ndio utakaoenda kuishi na watu. Sio kitu rahisi sana kwangu, kwa sababu nimeshazoea tunapambana kwa pamoja. Kama unavyoona maisha yetu yalivyo, maisha magumu. Hatujui kupata chakula kwa wakati. Tunakula pale tunapopata. Mwanangu, naomba utambue, watu walisema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Naomba ujue mwanangu, walimwengu wanafundisha vibaya. Walimwengu wana hukumu kali. Walimwengu ni makatili. Hivyo naomba mwanangu, hata kama utakosa, usichukue cha mtu. Naomba mwanangu ukajihangaikie, ujitafutie. Sijui kama umenielewa mwanangu. Nimekuelewa mamangu. Na kuahidi nitaenda kupambana kwa hali na mali huko mjini, nikihakikisha kwamba nitarejesha heshima ya familia yetu, lakini pia vile vile kubadilisha maisha yetu. Na ukika kwamba shida na taabu tunazozipitia itabaki kuwa story.
Niamini mama yangu. Samahani sana mwanangu. Sikupenda wewe uone chozi langu. Wala sikupenda unione hivi nilivyo. Lakini ni maisha. Na vile ambavyo wewe unavyoondoka hapa, upweke nitakao kuwa nao umealeta yote. Mwanangu, ni mengi sana natamani kuongea na wewe, lakini naona muda hautoshi. Wala sitamaliza babangu. Nikutakie safari njema. Na haya yote nilokuambia uyasikie. Na sio kuyasikia tu, uyashike babangu. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa mamangu. Lakini usiwe katika hali hiyo. Haya mambo yatapita tu. Na kila kitu kitakuwa sawa mamangu. Mungu ndo anayegawa. Zamu yetu inakuja mamangu. Hii hali isikuzoefishe namna hiyo mamangu. Leo na losto sana yani. Alafu sielewi hata kidogo unajua. Unajua kuna wakati mwingine tu tunaweza kuvuta. Tu tunafikia unapataje pesa. Sikilize mwanangu. Mimi bila kula yale mazingira siwezi kufikiria hata kidogo. Kishapiga mazingira yangu mimi michongo kibao inakaa sawa. Kwa tunafanya mimi sijaje mazingira kama hiyo. Bila shaka umepokea ujumbe wangu. Ndio boss. Sasa fanya kama nilivyokupa maelekezo. Hakikisha unafanya kitendo cha kikatili ambacho hatoka kukisahau kwenye maisha yake. But remember one thing. Sihitaji kumwaga damu mwezi wa Ramadhani. I think you understand what I'm saying. Fanya kama ninavyotaka. I don't need more questions. Kabla iftari itakuwa kila kitu kishaisha. Perfect. Dada, tulikuwa tunafanya kazi. Sawa bila kupoa basi. Sikia nikwambie bro. Unajua kuna wakati wanaingiza sana tamaa kwenye madili kama haya. Nataka kuzingatia kitu kimoja, usichokijua. Mimi nataka nikawa kwanza kwenye mazingira. Ni mwanangu hivyo sio vitu vyangu. Ila madusko ndio vitu vyangu mimi. Hapo hamna kunyeza, hamna kokoli. Unapita. Au sio? Anaitwa Guluja, anafunga kiroho, anatazama mbali sana, anaota mabasi, miji yenye kelele, mikono mifukoni, anatafuta fursa pale. Mungu msimamie kijana Gulu, njia za mbali zimlete salama tu, asipote kwa macho ya makuu. Mshike mkono, mtulize moyoni.
maneno ya shoga yangu. Yaani kuna watu vinganga nyingi. Hem, soma message kwanza. Nini tena? Nini tena? Soma message nini tena? Umeganda hapo kitu gani? Astaghfirullah lazim. Shoga yangu, hivi kweli kabisa unataka kwenda kuzini mwezi wa Ramadhani wewe? Umenaojielewi wewe. Wewe kidogo hizi amnazo. Sasa mwezi mtukufu Ramadhani na mimi kuzini kunaingiliana vipi? Kwani nikienda kuzini kuna mtu anaoniona? Na wale wanaopita hapa wanafanya mambo ya hadharani, mimi naenda kugesti chumbani wenyewe wawili. Tena huyu mbaba nimwambia kila siku sikutaki mume wa mtu. Lakini aningangania utafikiri ruba nimfanyeni? Niache hela. Wewe kuweza. Hivi shoga yangu kweli, uko serious kabisa? Hivi unajua huu mwezi mtukufu ukienda kuzini unapata dhambi ya aina gani wewe? Subiri kwanza. Hizo hela nikipata natumia peke yangu. Nikirudi na vitu vyangu ndio wa kwanza kimbele mkono wewe utafikiri kitu gani? Lakini hapa leo amna kwenda unazini wewe unajua zinaa wewe. Ngopa zinaa ngopo nazini. Hivi shoga yangu kweli unataka kwenda kuzini kisa pesa wewe? Bwana nisikilize, sitaki kufundishwa, sitaki unisemeshe chochote. Sijui umenielewa? Mimi nitazini. Hapa masuala ya kufundishana sitaki. Hivi wewe namjua wote huu kabisa umeelewa tila lila. Na saumu yote hii ilivokali kabisa uwe mbaba wewe. Haya mimi na yule nani mja dhambi? Mjalana ambaye Mwenyezi Mungu kesho anamshindilia mikaa ya moto. Mimi na yule nani mwenye dhambi? Maana mimi nazini chumbani watu wanioni tena kwa asili wenyewe wawili tu tunafanya maaba yetu. Tena yule tika kila mtu anamuona ajui macho ya watu kama ni dhambi. Hivi shoga yangu unachokiona ni kweli au? Yaani ukute mke wake amjali ndio maana mtu kapauka kaa nini? Yaani anamuona sio kitu gani kwa ajili ya pombe. Lakini kujisifia kupoyangana njia kutwa mitaani kila mtu anamjua kwa ombea mwanamke mbea yule siye kuona. Niaje? Hasa wewe. Nimefika. Nie, hamna vitu muhimu vya kuongelea. Mala familia yake, mala mke wake mjali, mala swini jamani. Lakini na Ramadhani tenu kama mnaona iko sawa. Mala subhanallah. Ramadhani ndio kitu cha kujisafisha. Ndio mwezi wa kujiona nyie watu. Mwaka mzima wote mnakaa kufanya ufuska tu. Mdada una mdomo mchafu wewe. Mwezi mtukufu huu unaanza kutongesha nini hapa? Tena wewe ndio hupaswi kuongea wewe. Kijalana mkubwa wewe. Shughuli kuswampa tu na wanaume wa watu. Na wewe kijalana mkubwa, usochambwa ukachambika wewe. Maana yake nini kunichambia mume wangu hapa? Anakuhusu nini? Wewe umala wako hujioni? Mbona saumu? Hivi una kitu gani? Hiki unatakiwa. Wewe una nini hasa cha kutufanya wewe? Si unatutambia hapa na tuongelea mafumbo, unaongea vitu ambavyo vieleweka, mwenyewe unajiona. Kwa kipi hasa? Kwa mwanamke gani hasa ukajitambia wewe kitu gani? Kwanza mwanaume wako mwenyewe kakuheshimu tu mpaka kuweka ndani. Yaani ungechukua lotion ungejipaka mwilini vichunisi vyote vingeondoka na vipele. Na light yaani ungekuwa muonekana mzuri mweupe ungeng'aa. Lakini hapo ulivyo mvivia yaani hakujui mtu yoyote. Huko kubana kijicho hakubana akakuona wewe aliniona mimi. Upo bibi? Alafu sikia. Na wewe msijifanye nyie watakatifu sana, msijifanye nyie mnaujali sana huu mwezi wa Ramadhani. Si unaelewa Huyo Mungu mwenyewe hapendi shughuli mnazozifanya. Huyo Mungu mwenyewe anajua undani wenu kuanzia moyo, utosi mpaka ukucha wenu mpaka unyayo. Si unaelewa? Kwa hiyo kaeni mjitathmini. Huo ufuska wenu mnaufanya mimi wala hainiingii, ila Mola wenu anaelewa kila kitu, alafu wala hainishughulishi. Sio shida zangu wala sio vitu vyangu. Mwenyezi Mungu mwenyewe kasema jisaidie nikusaidie. Kwa hiyo sisi tunajisaidia wenyewe. Unategemea hapa tusipochukua bwana zetu tutakula nini? Kula bwana wetu kwanza, bwana wetu wanaonga. Wanatoa, wanaweka sasampa, wanaweka keshimane. Umpate huyo yani wasojelewa bodaboda atakupa 3000 kwa kuonga sana. Lakini wanaume zetu wanajua kukeri mbadi astoki, unaambiwa utamu wa kila kitu upo kwa mchepuko upo. Kwa hiyo ndio maana akaja na wanang'ania. Na yule mwanaume wako yule nitambeba bila kujua. Una kipi za kututisha sisi? Hebu niangalie vizuri kwanza, niangalie jinsi ulivyo sana wewe ubao. Wangu angejua angeleta funguo tu. Mimi nitulize bicho hapa. Maugomvi ya nini? Mpigane muumizane hapa. Mungu tuhurumie waja wako. Mimi dhambi tunafanya wote. Lakini wananiona mimi tu kwa sababu nakunywa pombe ya hadharani. Lakini mbona na wao washarati wanafanya, kila mtu anajua.
kufa kulala makaburi matuta. Ni dhambi tunafanya wote, lakini nyiku bana vipwa mwe mavi. Sasa piganeni muniumizie mke wangu muone mtakapoangushia valangati hapa. Nafikiri ugomvi wa kunumizia mke wangu ndio sawa na ugomvi wa usafi. Tawachachafya wote. Ningemuonesha mtaa mzima wa kesiku. Ana miguvu ningemuonesha yule. Ningemchaushaje? Karibu. Asante sana. Nadhani sijachelewa sana, nimefika muda sahihi. Umechelewa kidogo. Najua ulinimisi tu. Anjo. Wewe ndo Muislamu sana? Hapana, sio kama Muislamu sana. Lakini haya masuala ya dini tuachane nayo kwa hapa. Hapa tufanye vitu ambavyo vimetuleta. Nikwambie kitu kimoja. Nimekumisi sana. Na mishindo yako ni tofauti sana. Umeanza? Nahisi unachelewa kufungua ile kanzu. Alina fast. Njoo tufanye hivi. Tulia kwanza. Kabla ya mechi, omo hapo. Leo nataka tupige omo pole sali moja, alafu tuingie mzigoni. Sijaelewa. Utaelewa tu. Ni michezo tu. Vipi sasa shemeji, anakuja saa ngapi? Sasa hivi saa 8 ujue mume wangu. Alafu natakiwa tuandae stari mapema mpaka saa hizi hajafika. Haya, mimi nipo namtafuta. Si unajua tena yule ni mgeni. Inawezekana mitaa imemchanganya. Sasa umesikia mke wangu, ukiona muda unaenda, andaeni iftari, endeleeni. Mimi nakuja. Na wewe mume wangu basi uwai. Maana mimi najua kabisa kazini hii Ramadhani mnatokaga mapema sana. Nakupenda sana mke wangu. Unaenda wapi? Tundamana na Baresa wewe. Wewe muaji sio muaji. Wewe umeua mjinga, umeua. Usilete ndevu kama ustazi uza dawa za kisuna hapa. Hapa na kukamatisha. Yaani leo kweupe unakamatwa. Nani unge taratibu? Tena bahati yako hapa unaongea kwa sauti ndogo ndogo. Ningeongea kwa sauti kubwa watu wangenisikia ungekamatwa. Sikubali. Yaani leo utoboi. Ngoja. Sijaua kaka. Usilete mambo ya kijinga. Unaona watu mataira. Mimi nina macho tena nina akili timamu. Hiyo midevu umeweka bandia uongo huo. Hizo rasta za madada hizo saluni. Nakwambia cheki mshatu. Si mshatu ule. Hapa utoboi baba. Mimi mwana sayansi saikolojia naijua. Yule mzee nilikuwa nataka kumsaidia. Tena umenisababishia matatizo, siwezi kukubali. Vitu ulivyovifanya mpaka kile kibwana kile kurefu ambacho kipo hapa Kiomoro kinanipa tabu, kinanitokea kila wakati kama bibi yangu mzazi. Sasa mimi nakutuma. Nani ongea taratibu bwana mwanya kati tola mazese? Ule mkutoa mimi.
Na kuchoma kope tena wanakukamata, wanakufiligisa, wanakuteka. Wanakuteka sasa hivi. Anaitwa Guluja. Pare Mungu, msimamie kijana Gulu, njia za mbali zimlete salama tu, asipote kwa macho ya makuu. Mshike mkono, mtulize moyoni, Bwana. Alipofika mjini, maneno yakawa mengi, akadhani anajua, akaanza kupotea taratibu. Kijana mdogo anaitwa Guluja, anafunga kiroho, anatazama mbali sana. Wewe. Nilikwambia vipi kuhusu binti yangu? Nilikwambia vipi kuhusu binti yangu? Nilikwambia vipi kuhusu binti yangu? Tani. Nilikwambia vipi kuhusu binti yangu? Nilikwambia umlinde binti yangu au mwangalie kwa jicho la matamanio. Naomba nisamehe basi. Naomba nisamehe, sitodia tena. Nikusamehe sio? Naomba sitodia tena, nisamehe. Na ili ni onyo tu. Hiki ni kidogo. Ndio sawa. Nimeshindwa kufanya jambo kubwa kwa sababu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Look in my eyes. I'm gonna kill you one day. You understand what I'm saying? Shenzi kabisa. Sawa. Potea! Kijana mdogo anaitwa Guluja, anafunga kiroho, anatazama mbali sana. Kijana mdogo. Kimekukuta nini? Mbona nimekukuta katika mazingira kama yale? Kiukweli kuna mazingira magumu sana. Mpaka saa hizi naonekana kama muuaji. Nina kesi ya uuaji, lakini pia vile nipo kwenye hali ngumu sana.
na namshukuru Mungu kwa kupata msaada wako, kwani sikuwa na pa kuelekea wala pa kukimbilia. Ni story ndefu. Anaitwa Guluja. Siku ya kwanza naingia katika mji huu, nilikutana na tukio zito ambalo nilishindwa kuvumilia kuona mtoto wa kike akifanywa ukatili. Basi niliamua kwenda kumsaidia. Wema wangu ukageuka kuwa matatizo kwenye maisha yangu, kwani wale waliokuwa wanataka kumfanyia kitendo kile binti yule walinikimbiza. Nikajikuta nikimpatia maumivu makubwa sana katika familia ambayo sifahamu, na sifahamu kama mzee yule atakuwa yu hai. Sina uhakika kama mzee yule atakuwa amepona. Ndugu wangu walimchoma kisu cha hapa. Sidhani kama mzee yule atakuwa amepona. Sidhani. Adhabu ile haikupaswa kabisa apewe mzee yule. Lakini wema wake kwangu mimi uligeuka kuwa adhabu kubwa kwenye maisha yake. Alinificha katika banda lake la kuku, ndipo alipotokea wale vijana na kumchoma kisu. Nafikiria sana
ndugu zangu, mama yangu, kaka yangu, shemeji yangu, sijui watakuwa kwenye maisha gani, sijui watakuwa kwenye hali gani juu yangu mimi, kwa sababu walikuwa wako tayari kunipokea. Na ndio siku ambayo walikuwa wanategemea kufungulia kwa futari ambayo nilitoka nayo kijijini kwa mama yao kipenzi. Sijui wana maisha gani mpaka saa hizi. Kikweli sijui jinsi gani nikuelezee ndugu wangu. Kwani wewe ndugu zako wako wapi? La! Ndoto zingine za mchana hizi. Siji ndio unalala na njaa yani la. Ndio maana nilisema nile kwanza miogo ndio nilale. Lakini sasa ndio kunalala bila kula ndio changamoto hivi. Ndio maana mimi sipendi hivyo unaota ndoto unaruka hivi. Mwingine anakuchukua anakurusha. Sasa mambo ya kuruka na kwenye kunaota inakuja. Ningedondoka kwenye ndoto ningevunjika pale ningekuwa. Si nani yule jamaa yule ananichukua ananirusha juu hivi, si ndio wachawi wenyewe wale. Kavaa nguo zimechanika. Ananiambia nyao turuke huku. Mimi namfuata tu. Na pale ningebakisha kidogo tu ningedondoka kwenye ndoto ningevunjika. Kidogo tu. Hapa sasa usingizi ndio hamna tena sasa. Nikatafuta miogo kule. Unashanga nini? Unashtuka nini? Hivi kwa nini unanilazimisha nirudi kwenye kazi yangu ya kuwanga uchawi? Na huu ni mwezi wa Ramadhani wewe. Niko nimekaa kimya. Ila uona ni force. Unanishawishi nirudi kwenye hayo majukumu. Sasa mimi sijaja kupiga umbea kama kina Zuchu na Zuwena. Chibude. Naomba kisu. Sasa mbona kila siku unakokaa mchezo wa karata unaomba mavi unaomba kitu? Akati nishakwambia mimi kila kitu nimekishuhudia na mpaka picha nimepiga na mjua mtu alofanya tatizo. Sasa unapokuja unaomba karata kila siku siku ile unanitafutia nini mzee? Wewe unanielewa ninachokizungumza? Unanielewa ninachokiongea? Kwenye rada zangu. Kwenye ramani. Yule kijana ambaye umenionyesha kwenye picha, simuoni. Wazungu wanasema innocent person. Mtu hana hatia yule. Na wewe kwa nini unang'ang'ania sana kila kitu? Yule ni ndugu yako. Sasa mimi nakwambiaje, ndugu yangu akipatwa na lolote, afe au lolote limkute, nitakufanya hivyo vivyo. Wewe unajifanya komodo la mtaa. Domo zege. Domo pana lina kuchachafya. Sasa nilisema hivi, hili swala nikilivalia njuga nitakuweka sehemu ambayo aliwekwa shetani na Yesu. Bondo
laki mama sita tekelo na mcho haujui. Kijana mdogo anaitwa Guluja, anafunga kiroho, anatazama mbali. Umeanza ujinga wako. Utakaye kuona nimekaa nimetulia. Dada nisikilize bana, acha ufara. Dada nisikilize. Kuna watu wana dhambi hapa duniani. Yaani kuna watu wanatafuta dhambi kwa udi na uvumba. Ona, hichi nini? Huyu si shemeji huyu. Si shemeji huyu, sisi tunasubiria futari hapa. Kumbe yeye yupo huko anatafuta futari kwa njia nyingine. Sasa ameanza kuwafyonyogora. Anawafyonyogora. Anawapelekea mioto. Imagine, nilimwambia kabisa nipe jero niweke nani kwenye uwekezaji tupate hela tununue futari bila shuruti. Ona sasa futari inakuja na masharti yake. Halo mume wangu. Hivi hiki nilichokiona kwenye mtandao ni kweli? Na wewe ndo unaangaikia hilo swala au? Mbona anakata simu? Mbona anakata simu sasa? Yaani hapa mimi sihusiki. Mchungaji wangu wewe na mume wako mtajijua. Mimi humu ndani ni paka kwanza, sio binadamu. Mimi humu sieleweki. Hivi ni kweli jamani? Inawezekanaje? Inawezekanaje? Kwa nini imekuwa hivyo lakini? Mkiamu. Dada. Dada. Amejisahau amevaa yako. Au ndo hivyo sasa hivi ameamua kusurprise. Lakini mbona hii kuu sio mpya? Surprise gani? Wapi moja? Mr. Kaki. Right now siko tena ofisini. Na kama unavyojua tumefanya mishi nyingi sana kati yangu mimi na wewe. Lakini mlinzi ambaye pekee alikuwa nikikutazama na kukulinda kutia nguvu kwenye kazi zako ilikuwa ni mimi peke yangu. Sasa you must be, lazima uwe makini sana kwenye kazi zako. Kwa hiyo kinyume na hivyo hii itakuwa mtihani sana. Sio ndugu yangu, mpaka hapo utakuwa umenielewa? Inspector Hans, kwanza nikupongeze kwa ujasiri ulionao. Very gentleman. Performance yako katika kazi nimeipenda. We doing well with our business. So, what are you about me? Najua unachokifanya. You understand, brother? Anyway. Kama hivyo ndivyo, basi hiyo itakuwa tamu zaidi. Na nafikiri mishe zetu zote zitakuwa ziko sawa sawia. Everything is gonna be alright. By the way, kuna idea nimeipata nzuri sana. Kama tutaifanyia kazi, tutakuwa matajiri wakubwa sana hapa nchini. Mimi naamini kabisa
kama tutaweza kutafuta vijana ambao mashababi wakaanza kutafuta watoto wadogo tukawateka, kisha tukapata viwiliwili vyao, nazungumzia figo pamoja na mikono na kadhalika. Ni vitu ambavyo vina thamani kubwa sana ya pesa. I'm sure maisha yetu yatakuwa mazuri kabisa. Kwa hiyo kama tutafanya hili jambo kiufasaha na kiumakini zaidi, mimi naamini maisha yetu yatakuwa mazuri zaidi ya hapa. Kwa kifupi zaidi, nazungumzia biashara ya viungo vya binadamu. Oh. Inspector Hans, sikuwahi kufikiria kama una akili kubwa kwa kiasi hicho. You're very genius, brother. Just give me more time. Nitalifikiria kisha nitakupigia simu. Umenifurahisha sana. Welcome. Okay. Tatumia chochote? Next time. That's perfect, man. Okay. Kijana mdogo anaitwa Guluja. Dada, usijifanye chochote huko ndani na kuomba tafadhali. Dada, fungua. Sisi ni wadogo sana. Dada, ndo unachomoa roho. Ndo napiga maresi ya kona mbinguni. Mama we. Dada, sikia. Unafanya nini kwani huko? Fungua basi. Inaona machozi. Sasa wewe na simizi nani? Dada, msikilize. Hata nini sisimizi ni wadogo sana, lakini wana stress, hawalimi lakini wanakula. Imagine. Wanagongwa na magari sisimizi. Unaona? Sisimizi hao. Mwenyezi Mungu. Mbona umenipitisha kwenye mtihani nisioweza? Mbona ili jaribu kwangu ni zito? Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kweli Mwenyezi Mungu, taweka wapi sura yangu? Mbona ni aibu? Mbona ni aibu Mungu wangu, taweka wapi sura yangu mimi jamani? Mbona naona maisha ni magumu? Na nitaweza kumtazama usoni mimi na hii aibu kweli? Mungu umenizalilisha. Dada, inaishia hapo hapo. Ukiongeza sauti kuna kitu nitakia pia na nitakuja kuchafua dunia nzima. Wewe Shemeji, ulichokifanya ni kitu kibaya sana. Hii picha nishaliona umemchiti dadangu. Hata kama sijui, hata kama sielewi hapo, kwa mazingira niliyoona shemeji kipeleka huko nje. Sasa nitakachokufanya ndio utakuja kuelewa. Dadangu, sikia. Leo kuna kucha. Yaani mimi sikubali dadangu ulie. Mimi sitaki kukuona tangu zaliwa unalia. Endelea kulia. Siwezi, Mungu nisaidie. Jaribu gani? Kijana mdogo anaitwa
We kiongozi, samahani kwanza. Anatazama mbali. Mbona unatembea kama vile una wasiwasi? Hakuna shida. Sema natoka huku naelekea huku. Ndiyo, mimi bwana natoka huku naelekea huku sehemu kama wewe. Kwa sababu gani unaniitisha? Unavyotoka huku unakimbia, mimi nitashindwa kwenda huku na nakuuliza huku kuna nini? Huku hakuna kitu chochote. Sema mimi ni mgeni, ndio maana unaniona nipo kwenye hali hii. Nimekuja juzi tu kwenye mji huu ndio maana. Lakini natoka huku naelekea huku na hakuna shida yoyote. Sawa. Jambo lingine nilikusimamisha hapa, tumepishana hapa. Nimekukumbuka. Wewe bwana nilishawahi kukuona wewe. Mimi? Hapana. Mimi ni mgeni kabisa huku na hakika hujawahi kuniona, umenifananisha. Kama vile nilishawahi kukuona kwenye ndoto. Kwenye ndoto? Nililala siku moja zangu kwenye mkeka pale nisikia ndoto. Wewe mwenyewe tena na kofia lako hivi na shati hivi. Tena ulikuwa peku hivi. Unanirusha hivi. Unaniambia twende huku nyao. Unanirusha. Nikafika sehemu hivi nikataka kama vile kudondoka ndio nikashtuka. Sasa nilikuona hapa ndio nimekumbuka na shati lako hivi. Geuka kwanza nyuma. Mungu msimamie kijana gulu njia zamba. Hivi. Ndio kwenye ndoto shati lako limechanika hivi. Sasa nikasema huyu ndoto inamaanisha, kwa sababu nilisikia kwenye tafsiri za ndoto wanasema wakisema ukiota ndoto unaruka hivi maana yake uko na na malaika. Ndoto za kuruka hivi maana yake malaika mkuzenu saladeni mnakula maisha na nini. Sasa nilivyoota ndoto hii moja kwa moja nimefikiria kwamba wewe unaweza kuwa malaika. Umeona? Lakini mimi nina matatizo kibao hapo unavyoniona. Kwa nilivyoona ndoto kama hili nimeona wewe unaweza kuwa msaada wewe. Wewe si malaika wewe. Mimi ni binadamu tu wa kawaida. Kweli? Natazama mbali. Ni binadamu tu kumbe. Sasa kwa nini nimekuota vile? Sawa nenda. Nilikuwa nimeleta mtari tu lakini mimi ni mgeni. Sawa, wasalimie nyumbani. Nijienye kelele. Mikono mifukoni. Wewe unamfahamu yule? Natafuta fursa pale. Unamfahamu? Usinitolee macho kama mjusi alobana unamkia. Mjusi anabana na mlango bana, wewe unasema mkia maana yake nini? Yule mimi simfahamu, lakini nilivyomwona natoka kule ima ndio nimekuja kumsimamisha hapa. Yule bwana nilishawahi kumuota kwenye ndoto. Ndio nimemsimamisha hapa na muuliza wewe mtu kweli au malaika? Nimemshika hapa, nimembonyeza. Nimegundua kumbe ni mtu tu. Sasa wewe endekeza utaila hivyo. Yule atakuja kukuponza wewe. Sasa ngoja nikupe siri moja bwana. Huyu mtu anatafutwa na serikali na kitu sichokijua, serikali na bonge la kono ina mkono mpana. Sasa inaweza ikakutia mkononi ukaja kujuta. Jiangalie bwana. Samahani kwanza kikofi tusivunjane heshima, nimefunga nipo kwenye mwezi mtukufu. Hawezi kukuokotea jiwe hapa nikakubamiza hapo ukasema huyu vipi? Umesema serikali ina mkono inamtia wapi? Sikukutia mkononi, sikukamatwa manake kukutia mbaloni. Kwani mbaloni unapajua? Wewe bwana umetumwa au umeagizwa? Wewe bwana maswali mimi hapa sitaki. Cha msingi na kuambia hivi, makosa ambayo anayo yule, ukiendelea kuwa naye kitakulamba. Wewe jifanye taila hivyo, mimi naondoka zangu. Wewe jifanye chizi. Serikali na mkono mpana, itakuja kukutia mkononi, uanze kujuta. Nijienye kelele. Au swaumu. Maana yake unaweza kutumia nguvu kumwelekeza mtu. Kwa nini umefanya? Unaweza kumkamata mtu ukamkaba robo ukamuua, wakasema umepata kesi ya mauaji, kumbe saumu imeshamkaba pale. Sasa kaja kuongea nini? Serikali si ina mkono imekutia si nini? Wewe Kikoti, nisubiri, nataka unielekeze vizuri. Umesema serikali imefanyaje? Kikoti, nisubiri unielekeze vizuri. Umesema asipote kwa macho ya makuu.
Kiroho anatazama mbali sana, anaota mabasi miji yenye kelele, mikono mifukoni,